Israel, jinsi ya kutengeneza bila rasilimali wala marafiki. Yaani hakuna mafuta, hakuna maji, na wamezungukwa na maadui. Hii ni picha inayokuja akilini tunapofikiria Israeli. Rasilimali chache za asili, eneo kame, na mazingira ya kisiasa yasiyo na utulivu. Ni changamoto kubwa kwa taifa lolote, lakini Israeli imefanikiwa kuzishinda na kuwa nguvu kubwa ya kiuchumi na kiteknolojia. Israeli ilikuwaje nchi yenye nguvu ya teknolojia? Ni swali ambalo linastahili kuchunguzwa kwa kina. Mafanikio ya Israeli hayakutokea tu, bali ni matokeo ya mipango madhubuti, uwekezaji mkubwa na utamaduni wa uvumbuzi. Israeli ni nchi ndogo yenye matatizo makubwa. Eneo lake dogo linamaanisha kuwa rasilimali zake ni chache, na inabidi itumie kila kitu kwa ufanisi mkubwa. Hii imesababisha ubunifu katika nyanja mbalimbali, kutoka kilimo hadi teknolojia ya maji. Hakuna mafuta, maji kidogo sana, na majirani wengi si marafiki kabisa. Hali hii imewalazimu Waisraeli kuwa wabunifu na kujitegemea. Wamejifunza kutegemea akili zao na rasilimali zao wenyewe, na hii imewafanya kuwa taifa lenye nguvu na linalostahimili. Lakini, ndani ya miaka 70 tu, tangu kupata uhuru wake mwaka 1948, Israeli imepiga hatua kubwa. Kutoka taifa changa linalokabiliwa na changamoto nyingi, imekuwa kitovu cha teknolojia na uvumbuzi. Wamebadilisha hali na kuwa mojawapo ya nchi tajiri na bunifu zaidi duniani. Pato la taifa limeongezeka kwa kasi, na makampuni ya Israeli yanaongoza katika sekta mbalimbali. Hii ni hadithi ya mafanikio ambayo inastahili kusimuliwa na kujifunza. Kwa hiyo, siri ni nini? Ni mchanganyiko wa mambo kadhaa ambayo yamefanya Israeli kuwa taifa la kipekee. Uwekezaji katika elimu, utamaduni wa uvumbuzi, na ujasiri wa kukabiliana na changamoto ni baadhi ya sababu muhimu. Kwanza, Israeli iligundua kuwa rasilimali yao kubwa haikuwa chini ya ardhi. Hawakutegemea mafuta au madini mengine. Badala yake, waliamua kuwekeza katika rasilimali muhimu zaidi, akili za watu wao. Ilikuwa vichwani mwa watu. Walitambua kuwa akili na ubunifu ndio ufunguo wa mafanikio yao. Hii ilisababisha uwekezaji mkubwa katika elimu na utafiti, na kuunda mazingira ambayo yanakuza uvumbuzi na ujasiriamali. Walimwaga pesa nyingi kwenye elimu na utafiti, wakitambua kuwa hii ndiyo njia bora ya kujenga uchumi imara na endelevu. Walianzisha programu za elimu za hali ya juu na kusaidia utafiti wa kisayansi katika nyanja mbalimbali. Wakajenga vyuo vikuu vya hali ya juu, kama vile chuo kikuu cha Hebrew na Technion, ambavyo vimekuwa vitovu vya utafiti na uvumbuzi. Vyuo hivi vinatoa elimu bora na vinavutia wanafunzi na watafiti kutoka kote ulimwenguni. Na utamaduni, ambapo makampuni madogo ya teknolojia yanajitokeza haraka, yakipata usaidizi na rasilimali za kutosha ili kufanikiwa. Serikali na sekta binafsi zimefanya kazi pamoja ili kuunda mazingira mazuri kwa ujasiriamali, kuliko unavyoweza kuburudisha ukurasa wako wa mtandao. Hii inaonyesha kasi na nguvu ya uvumbuzi nchini Israeli. Makampuni mapya yanazaliwa kila siku, yakileta mawazo mapya na teknolojia za kisasa. Hata jeshi linafanya kazi kama kambi ya mafunzo ya teknolojia. Jeshi la ulinzi la Israeli linatoa mafunzo ya kiufundi na kiteknolojia kwa vijana, na kuwapa ujuzi muhimu ambao wanaweza kutumia katika maisha yao ya baadaye. Linawafunza vijana katika masuala ya ujasusi na ujuzi wa mtandaoni, kuwapa uwezo wa kulinda nchi yao na kuchangia katika sekta ya teknolojia. Kitengo cha ujasusi cha jeshi ni maarufu kwa kutoa wataalamu bora wa usalama wa mtandaoni, kabla hata hawajapata degree. Hii inaonyesha umuhimu wa mafunzo ya vitendo na uzoefu wa kazi katika mfumo wa elimu wa Israeli. Vijana wanapata ujuzi muhimu mapema maishani, na hii inawapa faida kubwa katika soko la ajira. Pili, waligeuza uhitaji kuwa uvumbuzi. Israeli imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingi, lakini badala ya kukata tamaa, wamezitumia kama fursa za kubuni na kutafuta suluhisho. Hakuna maji. Israeli ilivumbua njia za kuchakata maji machafu na kuyafanya salama kwa matumizi ya binadamu. Wamekuwa viongozi wa dunia katika teknolojia ya maji, na wamefanikiwa kukabiliana na uhaba wa maji, na hata kutoa maji kutoka hewani. Teknolojia hii ya ajabu inawawezesha kupata maji safi, hata katika maeneo kame na yenye ukame. Ni mfano mzuri wa jinsi ubunifu unaweza kutatua matatizo makubwa. Wamezungukwa na vitisho, walijenga teknolojia kubwa ya ulinzi ili kulinda raia wao na mipaka yao. Wamekuwa viongozi katika teknolojia ya kijeshi, na wameunda mifumo ya ulinzi ya kisasa.
kama vile ndege zisizo na rubani na Iron Dome, mfumo wa ulinzi wa anga ambao unalinda miji ya Israeli kutokana na makombora. Teknolojia hii imesaidia kuokoa maisha ya watu wengi na kuleta utulivu katika eneo hilo. Kisha wakageuza mawazo hayo kuwa teknolojia ya kiraia inayotumika duniani kote. Teknolojia nyingi za kijeshi zimebadilishwa na kutumika katika sekta za kiraia, kama vile usalama wa mtandaoni, kilimo na matibabu. Hii imesaidia kuongeza uchumi wa Israeli na kuboresha maisha ya watu kote ulimwenguni. Halafu, Israeli haikusubiri marafiki wa karibu, badala yake, walitafuta fursa za kushirikiana na nchi nyingine kote ulimwenguni. Walijenga uhusiano wa kibiashara na kidiplomasia na nchi ambazo zilikuwa tayari kufanya kazi nao. Waliuza mawazo yao duniani kote, wakishirikiana na makampuni na serikali za kigeni ili kueneza teknolojia zao na kupata faida. Wamekuwa viongozi katika biashara ya kimataifa na wamefanikiwa kuingia katika masoko mapya, wakishirikiana na Marekani, Ulaya, hata nchi za mbali. Ushirikiano huu umesaidia kuongeza uwekezaji na kuboresha teknolojia zao. Wamejifunza kutoka kwa wengine na wamechangia katika maendeleo ya kimataifa. Makampuni ya Israeli sasa yanatawala sekta muhimu, yakitoa bidhaa na huduma ambazo zinatumika na mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Wamekuwa viongozi katika uvumbuzi na wamebadilisha jinsi tunavyoishi na kufanya kazi, kama vile usalama wa mtandaoni, kilimo na teknolojia ya matibabu kila mahali. Wameunda suluhisho za kisasa ambazo zinasaidia kulinda data zetu, kulisha watu na kuboresha afya zetu. Hii ndio somo: wakati huna rasilimali au marafiki, usikate tamaa. Tumia akili zako, uvumilivu wako na juhudi zako ili kufikia malengo yako. Ongeza bidii kwenye akili, uvumilivu na juhudi. Mafanikio hayaji kirahisi, lakini kwa kufanya kazi kwa bidii na kuamini katika uwezo wako, unaweza kushinda changamoto zozote. Ikiwa Israeli inaweza kufanya hivyo, kwa nini wewe usiweze? Hadithi ya Israeli inatupa matumaini na kutuonyesha kuwa inawezekana kufikia mafanikio makubwa hata kama tunaanza na rasilimali chache. Toa maoni yako kama unafikiri nchi yako inaweza kufanya hivi, na ushirikishe mawazo yako kuhusu jinsi tunaweza kujifunza kutoka kwa mfano wa Israeli. Na subscribe kwa hadithi zaidi za kiuchumi za kusisimua. Jiunge nasi katika safari yetu ya kugundua siri za mafanikio ya kiuchumi na kujifunza jinsi tunaweza kuleta mabadiliko katika jamii zetu.